Miongoni mwa vitu muhimu sana kwenye betting ni kujua ni strategy gani unatumia ili mradi kupata matokeo yale ambayo unayokusudia. Katika video hii ninaenda kukuelekeza jinsi gani ya kubeti draw kipindi cha kwanza au under 0.5, yani lisipatikane goli hata moja kipindi cha kwanza. Lakini kama unahitaji kupata ya uhakika 90%, basi ni naenda kukuelekeza over 1.5 under. Hii ni first half, okay? Sasa tutaingia Play Store na kuonyesha kwa yule mtu ambaye ni kwanza mwanzo kabisa unaanza, lazima ufuate hizi hatua ili mradi uweze kufanikiwa katika uchambuzi wako. Mimi nita search flash score kama jinsi unavyoona hapa. Ni hapa. Kama jinsi unavyoona hapo, hiyo ni flash score. Kwa hiyo nikishaingia katika flash score, basi nitaingia hapa kwenye co-open. Sasa mimi natumia flash score, wewe unaweza kutumia sofa score wherever, lakini inategemea na wewe ni site gani ama ni app gani ambayo itakupa urahisi wa kuweza kuchambua ama kuweza kuzitumia hizo strategy. Mimi nakushauri utumie flash score kwa sababu ni kuna baadhi ya vitu wanaviweka vitu vingi sana. So ukishaingia hapa utakutana na sehemu ambayo ni tarehe 8. Mimi nipo tarehe 8 tunakuelezea hii video, lakini tutaenda kuangalia tarehe 9 kwa sababu hapa mechi zake tayari zishaisha ama zinaelekea kuisha. Sasa huko chini kuna sehemu ya all games, kuna sehemu ya live, kuna sehemu ya favorite, kuna sehemu ya news pamoja na leagues. Lakini hapa kuna sehemu unachagua unataka all games, umeona hizi category. Kwa hiyo ukigusa hapa wanakuletea all games. Sasa hizi ni mechi za tarehe 8 kama nilivyozungumza, lakini tunapaswa tuende katika siku inayofuata kwa sababu ni lazima uchambue kitu ambacho kinachofuata. Sasa njia ni ile ile tu. Kama ni mfuatiliaji wa video zangu ambazo nazitoa kipindi cha nyuma, utaweza kufahamu ni njia gani ambayo naenda kukuelekeza, lakini strategy ni ile ile tu, inatofautiana baadhi ya vipengele. Kwa hiyo ninachokusii ufuatilie mwanzo au mwisho ili mradi uweze kufahamu ni namna gani unaweza kuchambua anda. Kwa cha kwanza kitu unachotakiwa kuzingatia ni kulifahamu soko la leagues mbalimbali jinsi lilivyo. Mfano unaweza kulifuatilia soko la Afrika. Soko la Afrika asili yake sio kutoa magoli, ni asili yake ni anda. Lakini pia unaweza kufuatilia kwa Argentina pia soko lake ni kutoa anda. Kwa hiyo masoko kama haya kwanza huaga yanatoaga anda, masoko kama haya. Lakini soko la Australia ni sio soko la kutoa ni anda, ili ni soko la kutoa over. Soko pia Austria ni soko la kutoa ya kutoa over. Bahrani hii imekuwa ni mchanganyiko. Bolivia imekuwa ni mchanganyiko. Lazima nikuonyeshe hizi step ili mradi uweze kuelewa. Brazil inaweza katoa mazitoe, umeona? Lazima nikuelekeze ili mradi uweze kufahamu. Kama ni unapitia video hii kwanza, lazima uanze hatua za kwanza ili mradi kuweza kujifunza. Canada hivyo hivyo, Chile pia unaweza katoa ama usitoe, au Colombia wote unaweza usitoe. Denmark ni soko la magoli, umeona? Na ninavyokuonyesha hivi kuna baadhi ya vitu inabidi uvifahamu hapo. Europa hizi ni mechi za magoli tunafahamu, lakini Finland pia magoli, Germany magoli. Kwa hiyo kama unafahamu ni magoli na unataka under 0.5, nadhani kuna jibu umelipata hapo. Germany ni magoli, Iceland ni magoli, umeona? Lakini sasa hizi ukiweka under odd yake inakuwa nyingi sana, lakini pia nayo strategy yake nitaenda kuonyesha katika siku ya leo. Hii unaweza kuweka mechi yoyote ile. Niger hivyo, Norway magoli tuweza kuona, lakini na kuonyesha kwa mtu ambaye ufahamu masoko ya magoli. Norway nimekwambia magoli. Paraguay imechanganyika magoli na soko kutoa magoli. Sudani sio sema kutoa magoli. Sweden magoli, lakini msimu huu kidogo naona kama wanafifia kwenye utoaji wa magoli, hawaeleweki. Uruguay ni magoli ama kutoa magoli, kina River Plate hawa. USA ni magoli hapa. USA ni magoli. Lazima uvifuate hivi vitu kwanza na nakuonyesha hii ili mradi kuna wale maswali ligi inatoa magoli. USA magoli. Venezuela imechanganyika. Kwa hiyo maligi ambayo imechanganyika basi usiweke
ama usipende sana kuweka option ambayo nani. Sasa tutakuja huku juu, tutaanza kuichukua hii mechi ya Argentina ambayo ni Nueva na Chicago. Tutaiangalia hii strategy ni ile ile, tutaangalia mechi za mwisho imekuwaje. Sasa hatua ambayo natakiwa kuzingatia, kwanza utaigusa hii mechi jinsi inavyoonekana na utaangalia head to head. Kwanza ni nyakati ambazo wamekutana. Sasa ili ufahamu kwamba linatoa magoli under ama kusitoe magoli under, utaangalia mechi ya mwisho, head to head matches, hizi mechi za mwisho hizi ambazo hawa watu wamekutana, hizi timu wamekutana. Sasa mimi kwa haraka nitakwambia hii mechi haina magoli. Sasa kama haina magoli, je, haina magoli kama likipatikana moja litapatikana kipindi cha ngapi? Tutaenda kuiguza hii mechi, na ndio maana nakwambia kwamba strategy ni zile zile tu, isipokuwa unabadilisha baadhi ya vitu fulani. MB zipo, mtandao unasumbua. Mitandao ya kibongo hii. Okay, hapa nigendesha kwa muda mfupi. Unaona? Sasa hii kwa 90%, hii hapa 90% ni under 1.5 kipindi cha kwanza. Under. Naudi yake nadhani itakuwa ndogo sana. Kwa mtu ambaye wewe ni mwekezaji wa muda mrefu, unaweza tu kuweka under 0.5. Lakini hii ipo kwenye kukosa ama kupata. Nasema hivyo kwa sababu tukiangalia ile system ambayo natumia siku zote, ni kwamba kipindi cha kwanza mechi iliyoisha ilipatikana goli moja. Kwa maana kwamba mechi hii, kwa sababu ligi sio ya kutoa magoli, mechi hii watatafuta mbinu ya kuweza kuzuia magoli. Kwa timu yote lazima itafute mbinu ya kuweza kupunguza idadi ya magoli. Lakini pia mechi iliyofuata ilipatikana goli moja kipindi cha kwanza. Sijui umeelewa hapo. Kwa hiyo mechi iliyofuata walijitahidi kuzuia, lakini ilishindikana. Mechi iliyofuata walijitahidi kuzuia, ilishindikana. Kwa hiyo na utaweza kuona ni timu ya Nueva na ndo ambaye anaanza kuruhusu goli kipindi cha kwanza. Na ukiangalia Nueva na Chicago ukiangalia Defenso na Chicago na Defenso na Chicago na Nueva yuko vizuri. Unaona? Lakini ushahidi mwingine ambao huu unaweza ukatupa sisi mwanya kwamba sio tu hata kipindi cha kwanza mpaka full time unaweza kuweka tu hata 1.5. Mimi nakwambia hii mechi inachezwa tarehe 8 ni saa 7. Hapa nazungumza hii mechi haijaanza, kwa sababu kama ingeanza ungeona huko juu. Huku chini kuna matokeo yalitokaga 0-0-0. Kwa hiyo hao wana uwezo mechi hii katoka 0-0, kwa sababu tunaingia strategy zile. Kama mpira una matokeo ya kufanana, lakini pia mpira hauna matokeo ya kufanana, inakuwa gani tofauti. Kwa hiyo kama itakuwa ya kufanana, yalishafanana hapa. Umeona? Na kama ya kufanana, yalishafanana huko chini. Ngoja nikichukua hiki nikijua. Yalishafanana huko chini. Kwa hiyo haya ni matokeo yaliyofanana. Kwa hiyo sasa hivi huenda yakatoka tofauti. Kwa hiyo utofauti wake bado itaingia kwenye system ya kufanana, kwa maana kwamba kama kipindi cha mwisho yalitoka haya ambaye nayo yalifanana, safari hii inatakiwa yatoke haya. Umeona? Ambaye itatoka huko juu lakini yatakuwa yamefanana na huko chini, lakini pia ni tofauti na haya yaliyoisha. Sio tumeona? Kwa hiyo mechi hii ina asilimia kubwa sana kutoa magoli, na strategy haiko uhakika asilimia zote, kwa sababu hii ni betting na unafanya bashiri. Kwa hiyo sio uhakika wa asilimia 100, isipokuwa sasa ni lazima ufuate mafanikio, ni lazima ukimbilie mafanikio ili mada iweze kufikia. Kwa hiyo kwa mbinu hii huwezi kusota sana, Kwa hiyo ukichukua mechi zako 3 ukiweka under 0, mechi 3 ukiweka under 0 kipindi cha kwanza ni odds 10 hizo. Kwa hiyo huwezi kubeti siku 10 bila kupata hela. Lazima ndani siku 10 mechi zako 3. Kuna brother zangu mmoja na yeye waga naikaga under kipindi cha kwanza. Na anapigaga hela sana, hela. Mpaka mwisho wa siku unakuwa unazijua mechi ambazo zinatoa under. Yaani ukiona tu hii mechi unajua kipindi cha kwanza inatoa under. Kwa hiyo nimetolea mfano mechi moja tu, lakini mfano huu utajirudia kwenye mechi nyingi. Ngoja niweke alama ya nyota hapa. Mfano huu unajirudia kwenye mechi nyingi.
Kwa hiyo cha msingi ni kutafuta tu zile mechi na nimekuonyesha hapa. Usifuate sana ligi ambayo inatoaga magoli. Tafuta ile ligi ambayo ilitoa magoli na ukaangalia historia yao. Ukaangalia historia yao, matokeo yaliyopatikana na kuweza kuweka. Hata hii pia nayo utaweza kuona tena hii ndo kabisa hii ya Canada. Hii unaweza kuweka under 1.5 kwa sababu hii mechi ya mwisho waliruhusu magoli kipindi cha kwanza. Hapa Samal utaweza kuona hapa hili kipindi cha kwanza lipatikana. Na kuna baadhi ya matukio waga yajirudiagi pia au yanajirudia kipindi cha kwanza. Kwa hiyo mechi hiyo unaweza tukaweka under 1.5 very easy. Umeona? Kuchukua mechi hizo na kuona fanikiwa. Kwa hiyo strategy ni ile ni rahisi sana kuifuatilia na strategy nyingine ni hii, na ndio maana nasisitiza sana kila kipengele ufuatilie kwa sababu kuna strategy nyingi sana lakini kuna zingine waga nazisahau kuzitaja. Hii hapo timu zikiwa zimefanana kwa point, kuna performance kubwa sana ya kutoa sare au matokeo au kufanana mambo kwa ugumu wa mechi kutokea bila. Hakikisha tuna subscribe katika channel hii ili kuendelea kupata update mbalimbali ambazo tutakuwa tunaposti kila siku. Asanteni.